Yes, ni aje mwanafamilia wa Mapro Media. Nafikiri kumeanza kuchangamka sasa katika upande mzima wa kimichezo, ambapo tuna habari nyingi kweli kweli, lakini nikusii kwa yule ambaye bado hujaungana nasi, hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na taarifa zote muhimu ambazo zimekuwa zikijiri na zimekuwa tukiziweka hapa kila siku. Yes, sasa ni segment ya kimichezo ambapo tunaangazia habari za kimichezo, na kubwa zaidi katika habari za michezo ni kuhusiana na usajili wa aliyekuwa mchezaji wa Azam FC Faisal Salum Feitoto, ambaye leo hii rasmi ameweza kuiandikia barua Azam FC ama uongozi wa Azam FC kwa ajili ya kutaka kuterminate mkataba wake na pengine kuanza maisha mapya katika klabu nyingine. Sasa ni kudokeza tu kidogo kwamba Young Africans walionesha kwamba kuna usajili wa namba 6, mchezaji ambaye anacheza jezi namba 6 ambaye bado hajatambulishwa hadi hivi sasa, na kwa mujibu wa vyanzo vya habari ni kwamba mchezaji huyu ambaye anavaa jezi namba 6 si mwingine ni mchezaji Faisal Salum Feitoto ambaye atarudi tena kujiunga ya Yanga. Sasa nafikiri wengi walikuwa wakibisha na wengi walikuwa wakisema kwamba haiwezekani Faisal Salum Feitoto kurejea ndani ya kikosi cha Yanga, lakini ukweli wa mambo ni kwamba tayari Faisal Salum ameandika barua na anataka kurejea ndani ya kikosi cha Yanga, ikiwa ni muda mrefu umepita bila kupata medali ya ligi kuu kwa maana ya ubingwa wa ligi kuu, lakini pia ni muda mrefu umepita hajashiriki katika yale mashindano makubwa yaliyo chini ya shirikisho la soka barani Afrika, hususan CAF Champions League, ambapo tangu ahamie Azam FC hajawahi kushiriki mashindano hayo. Kwa hiyo hiko kinamfanya sasa aweze kurudi katika klabu yake ya zamani ya Azam ya Yanga, na mpaka sasa tunaarifiwa kwamba barua imeweza kuwasilishwa na kinasubiriwa tu majibu ya uongozi wa klabu ya Azam FC kama watamruhusu ama la. Lakini Young Africans siku chache zilizopita walishatanabaisha kwamba kuna namba 6 ambayo wanakuja kuitambulisha rasmi kutokea nchini Tanzania. Lakini pia kama nakumbuka vizuri, Yanga walishawahi kuposti pia hata goli ama video clip ya goli la Faisal kipindi kwa Yanga, na akisema kwamba watu wamemiss mambo kama haya kutoka kwa mmoja kati ya viungo hatari wanaopatikana katika ligi ya Tanzania, na hii ikionyesha ishara kwamba tayari kuna makubaliano ama kuna mazungumzo yalikuwa yakifanyika na rasmi Faisal Salum Feitoto anakwenda kurejea katika kikosi cha Yanga. Tusubiri tu taarifa rasmi sasa baada ya mazungumzo kati ya upande wa Faisal na upande wa Azam FC kukamilika, then tutaona Young Africans kama watakuja kumtambulisha kama mchezaji wao mpya kwa ajili ya kutumikia Young Africans msimu mpya wa 2026 2027, ambapo hadi hivi sasa Young Africans imeendelea kutishia kweli kweli kwa sababu ya usajili mkubwa ambao umeufanya na usajili ambao unaonesha kwamba wanakwenda kuleta competition kubwa sana kwa upande wa michezo ya kimataifa. So tusubiri kwa hamu kuona kile kinachosema kwamba Faisal Salum Feitoto ameweza kutambulishwa ama kukubaliana na Young Africans ni sahihi ama si sahihi. Tuandike maoni kwenye comment section, lakini nikukumbusha kubonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na taarifa zote muhimu